Hongera kwanza kwa kuibuka kuwa nyota wa mchezo wa leo. Asante sana. Na umeipokeaje hiyo? Jambo kubwa, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kunijalia nimeweza kucheza mechi salama salimini, lakini jambo kubwa ni baada ya kuchaguliwa kuwa mchezaji bora wa mchezo. Nadhani ni jambo kubwa kwangu kama mchezaji, na inapotokea mchezaji unachaguliwa kuwa nyota wa mchezo, nadhani namna gani ambavyo wameona watu kazi waifanya kwa ajili ya timu yako, na binafsi kama mchezaji niko pale kwa ajili ya kujitolea kufanya kila inawezekana timu yangu ipate matokeo, na tumeweza kushinda, hicho ndio kikubwa. Kwa hiyo kuwa nyota wa mchezo na kushinda mechi, nadhani ni vitu viwili ambavyo kama mchezaji ni matarajio yangu na malengo yangu katika timu. Kwa hiyo alhamdulillah. Sawa, nakaribisha maswali. Alhamdulillah, salama. Unahisi ni mchango gani ambao umeonyesha kwenye timu kwamba kuonekana zaidi hadi kuchaguliwa nyota wa mchezo? Yes, nadhani kwa sababu nilikuwa uwanjani, kujitathmini na kujiona mwenyewe sidhani kama naweza kuelezea, lakini kwa wale ambao walikuwa nje ya uwanja ndo nadhani walikuwa wameona vizuri kuliko mimi nilikuwa pamoja. Kwa hiyo jambo kubwa kwangu ilikuwa ni kuhakikisha najumuika na wenzangu vizuri, tunaweza kuwa na mechi nzuri na kuhakikisha tunaweza kushinda. Swali jingine? Inaitwa Fatawi na shirika la watangazaji Zanzibar. Mimi nataka kujua inakuwa ngumu kiasi gani au rahisi kiasi gani kucheza na timu ambayo ina rotation kubwa, kwa maana kwenye timu yako mwalimu anafanya rotation kubwa, kuna vijana au wachezaji wengi ambao wanapata namba. Kwa kweli kama experience unapata changamoto gani labda kuelekeza nini tufanye wakati gani kuelekea? Yes, namna kubwa ambayo inatokea ni kwamba wachezaji ambao tuna rotation ambayo inafanyika ni kumpa nafasi kila mtu aweze kupata nafasi ya kucheza, kwa sababu tunacheza mechi kila baada ya siku moja ama siku mbili. Kwa hiyo mwalimu anawapa nafasi wachezaji wengine kwa ajili ya kuweza kupumzisha miili na kurecover, na wengine kuweza kupata nafasi ya kucheza. Kwa hiyo rotation tunayofanya nadhani ni nzuri, lakini kwangu kama goalkeeper na kama ulivyosema experience player, ni kwanza ni kitu ambacho kinanipa nguvu na kinanipa raha, kwa sababu muda wote nakuwa niko makini kuzungumza na wachezaji, kwa sababu najua kama tunacheza kama leo tulikuwa na vijana wa under 20, lakini pia kuna vijana wadogo ambao walikuwa mwalimu kawapa nafasi ya kucheza. Kwa hiyo nimekuwa muda mwingi unatumia kuwaelekeza kile ambacho mwalimu amewapa majukumu, na kulingana na tunavyoenda kwenye mechi na nakuwa najua majukumu gani ambao wamepewa kulingana na huu mchezo. Kwa hiyo nakuwa kila muda napopata time na wakumbusha namna gani ambao wanapaswa kufanya, na vile ambavyo wanafanya vizuri naendelea ku encourage waendelee kufanya zaidi, na vile ambavyo wanakuwa makosa madogo naendelea kuwakumbusha. Kwa hiyo namna kubwa na changamoto inayokuwa kubwa ni kuwa unaelekeza, kutoa maelekezo kila wakati, tofauti na ukicheza na wale ambao wanacheza mara nyingi, na nafasi hiyo wanaoipata tafsiri yake kwamba na maelekezo yanakuwa yale kila siku, kwa inakuwa ni rahisi wao kuyaelewa maelekezo kulingana, tofauti na sisi ambao tunapata nafasi ndogo ya kucheza. Asante na kushukuru.